Kimeumana nchini Tanzania baada ya wanachama wa CCM kuungana na Tundu Lissu na kuomba kuwe na reforms kabla ya uchaguzi. Ujambo na karibu. Katika tukio lililotikisa anga ya siasa za Tanzania, Edward Peter ambaye ni mwanachama wa muda mrefu wa Chama cha Mapinduzi CCM na mgombea ubunge wa Kaliua mjini amezua mjadala mkubwa baada ya kuunga mkono vuguvugu la No Reforms No Election. Kauli yake imekuja kama mshangao kwa wengi, kwani ni nadra kumuona mwanachama wa chama tawala akishabikia ajenda ambayo imekuwa ikiungwa mkono zaidi na wapinzani. Edward ametumia jukwaa la mahojiano na kituo cha Day 2 News kueleza msimamo wake wa mfumo wa uchaguzi wa sasa unakosa uhalisia wa kidemokrasia. Ametoa wito wa mabadiliko ya kikatiba, kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi na kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari pamoja na usawa wa vyama vyote kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu ujao. Kauli hii imevuta hisia za wananchi wengi na kuchochea mjadala unaoendelea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Msimamo wa Edward umewasha moto ndani ya CCM, kwani unaonekana kama changamoto kwa misingi ya chama na msimamo wa serikali kuhusu uchaguzi. Wachambuzi wa siasa wanaona hatua hiyo kama ishara ya kuibuka kwa kizazi kipya cha viongozi ndani ya CCM kinachotaka mageuzi ya kweli na kuimarishwa kwa demokrasia. Na wapo wanaomsifu kwa ujasiri wa kusimama upande wa wananchi, wakisema anawakilisha sauti ya mabadiliko, huku wengine wakimtuhumu kwa kuhatarisha mshikamano wa chama. Mjadala huu umechukua sura mpya baada ya baadhi ya wanachama wa CCM kuibuka wakimtaka Edward kuomba radhi hadharani au ajitoe chamani. Hali hii inatafsiriwa na wachambuzi kama mvutano wa ndani unaoweza kuathiri taswira ya chama kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Pamoja na shinikizo hizi, Edward amesisitiza kuwa dhamira yake ni kuwa mbunge wa watu na kulinda maslahi ya wananchi, si kufuata mfumo ambao hauna manufaa kwa taifa. Kwa sasa mjadala kuhusu mabadiliko ya kikatiba na mageuzi ya tume ya uchaguzi umechukua nafasi kubwa kwenye mazungumzo ya kitaifa. Kauli ya Edward Peter imeamsha hisia za Watanzania wengi wanaotaka kuona mageuzi ya kweli yanayoleta usawa wa kisiasa. Wengi mitandaoni wamemuita kiongozi wa kizazi kipya, huku wengine wakisema anaenda kinyume na misingi ya chama kilichomlea kisiasa. Hali hii inaweza kuwa mwanzo wa sura mpya ya siasa za Tanzania, hasa iwapo sauti zaidi kutoka ndani ya chama tawala zitaanza kuunga mkono madai ya mageuzi. Hali ya sasa imeibua mjadala mpana kuhusu iwapo chama tawala kitavumilia sauti tofauti au kitaweka vizuizi kwa wale wanaoibua hoja za mabadiliko. Kwa maoni yako kuhusu hatua hii ya Edward Peter na mvutano wa kisiasa unaoendelea, usisahau kuandika maoni yako hapo chini. Hapa Kenyascope tunakujuza kila hatua ya mabadiliko haya ya kisiasa. Endelea kufuatilia habari na uchambuzi wetu wa kina.